Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Waziri wa Viwanda na Biashara Selemani Jafo amesema serikali imeweka mikakati thabiti ya kufufua viwanda vilivyokufa na kuviendeleza ili kukuza uchumi wa taifa kupitia ajira, mapato ya kodi na kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Serikali ya Kenya imeamuru vituo vyote vya televisheni na redio kusitisha mara moja matangazo ya moja kwa moja ya maandamano hayo, ripoti zinasema. Na katika michezo ni mchezo wa playoff utakaopigwa kesho kati ya Fountain Gate dhidi ya Tanzania Prison saa 10 kamili jioni. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Konami Esau Godwin. Baadhi ya wananchi wa kata ya Idunda wilayani Mbozi mkoani Songwe wamemwomba mkuu wa wilaya ya Mbozi mkoani humo Hamad Mbega kuwapelekea maofisa uhamiaji kwenye maeneo yao ili kuwasaidia kupata vitambulisho vya taifa vya NIDA. Katika mkutano wa hadhara, wananchi hao wamesema kumekuwa na umbali kutoka kwenye maeneo yao hadi yalipo makao makuu ya wilaya hiyo, mji wa Vwawa, ambako ndiko shughuli zote zinazohusu vitambulisho hivyo zinafanyika. Mwanahabari Cloud Elias amekuandalia taarifa ifuatayo. Ni ziara ya mkuu wa wilaya ya Mbozi mkoani Songwe Hamadi Mbega ya kata kwa kata yenye lengo la kusikiliza kero mbalimbali zinazowakabili wananchi. Miongoni mwa kero hizo ni pamoja na upatikanaji wa vitambulisho vya taifa NIDA, ambapo wananchi wa kata ya Idunda wilaya ya Mbozi mkoani humo wamesema wanashindwa kupata vitambulisho hivyo kutokana na umbali uliopo kutoka kwenye maeneo ya hadi alipo makao makuu ya wilaya hiyo katika mji mdogo wa Vwawa, ambako ndiko kunafanyika taratibu zote za upatikanaji wa vitambulisho hivyo. Wananchi hao wamemuomba mkuu wa wilaya hiyo ya Mbozi mkoani humo Hamadi Mbega kuwapelekea maofisa uhamiaji ili wote hawa hawana NIDA. Kwa nini tunashindwa kufika Vwawa? Ni mbali. Tuna wazee kama mimi, tuna vilema, tuna wamasikini. Kufika Vwawa ni mbali sana. Kijibu kero hiyo, mkuu wa wilaya ya Mbozi Hamadi Mbega amesema kuwapelekea maofisa kwenye maeneo yao ni gharama kubwa, ambapo ameagiza watendaji wa vitongoji wa serikali za vijiji kuangalia idadi ya watu ambao hawajapata vitambulisho hivyo, ili kama ni kubwa basi waangalie namna ya kuwaletea maofisa hao. Itakumbukwa kuwa hivi karibuni mamlaka ya vitambulisho hivyo NIDA aliagiza kila mtu kuwa na kitambulisho hicho badala ya kutumia namba kama ilivyokuwa hapo awali. Cloud Elias, Dream Media. Na mtazamaji, huyo ni mwanahabari Cloud Elias. Waziri wa Viwanda na Biashara Selemani Jafo amesema serikali imeweka mikakati thabiti ya kufufua viwanda vilivyokufa na kuviendeleza ili kukuza uchumi wa taifa kupitia ajira, mapato ya kodi na kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Waziri Jafo ameyasema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu maswali ya wabunge waliotaka kufahamu mkakati wa serikali wa kufufua viwanda vilivyokufa ili kuongeza pato la taifa pamoja na ajira kwa Watanzania. Rachel Mgala ndiye mwenye undani wa taarifa hii. Akizungumza bungeni, Waziri Jafo ameeleza kuwa serikali kupitia msajili wa hazina kwa kushirikiana na mwekezaji binafsi ameanza ukarabati wa kiwanda cha Tanzania Pharmaceutical Industry Limited ambacho kitaanza tena uzalishaji wa dawa baada ya ukarabati kukamilika. Ameongeza kuwa kwa upande wa kiwanda cha General Tyre, serikali kupitia shirika la maendeleo ya taifa NDC linaendelea kumtafuta mwekezaji wa kimkakati kwa ajili ya kuanzisha upya uzalishaji wa matairi ya magari hapa nchini. Serikali ina mpango wa kufufua viwanda vyote nchini ambavyo havifanyi kazi kwa sasa ili kujepusha na gharama kubwa za uigizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi, upotevu wa ajira na upotevu wa fedha za kigeni za kuongeza mapato.
Mwenyekiti, kwa kiwanda cha Tanzania Pharmaceutical Industry Limited kupitia serikali, msajili wa hazina anashirikiana na mwekezaji kukifufua kiwanda hicho, na kwa sasa kipo hatua za mwisho za kuanza ukarabati wa kiwanda pamoja na mitambo, na baada ya ukarabati huo kukamilika uzalishaji utaanza. Katika swali lake la nyongeza, mbunge wa Arumelu Mashariki Daniel Palagio amesema kutokana na viwanda hivyo kufa, baadhi ya wananchi hasa vijana wamekosa ajira na serikali inaendelea kufufua viwanda hivyo. Mheshimiwa Dr. Daniel John Paranjo. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa majibu mazuri ya serikali. Lakini pia niseme kwamba mji wa Arusha ulikuwa na viwanda vingi sana. Na kufa kwa viwanda hivi wananchi wamepoteza ajira na mapato. Kwa kifupi, kuna viwanda vingine ambavyo vilikufa tu hivi katika mazingira ambayo hatukujua. Je, kwa mfano kiwanda cha Kiltex, kiwanda cha Kiko, kiwanda cha kuchakata Pareto na vingine vilikufa. Je, serikali inasemaje kuhusu kufufua hivyo viwanda sasa hivi? Katika majibu yake, Waziri Jafo amesema serikali tayari imechukua hatua ya kufufua viwanda vilivyotelekezwa na wawekezaji aliowaita wenye nia ovu. Katika kuhakikisha hilo linafanikiwa, Waziri Jafo amesema tayari timu ya wataalamu inapita katika maeneo hayo kufanya tathmini. Recho Mgala, Dream Media habari. Mtazamaji, huyo ni Recho Mgala. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM, Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. Serikali ya Kenya imeamuru vituo vyote vya televisheni na radio kusitisha mara moja matangazo ya moja kwa moja ya maandamano hayo. Ripoti zaidi zinasema baadhi ya vituo vya televisheni sasa vimeacha kuripoti moja kwa moja na badala yake kufanya mahojiano na wachambuzi. Maandamano hayo yameenea kote nchini, huko polisi zaidi wakitumwa kuyadhibiti. Katika taarifa iliyotumwa kwa vituo vyote vya televisheni na radio, mamlaka ilisema kuwa kutangaza maandamano hayo moja kwa moja kuna kiuka kanuni za katiba ya Kenya, haswa vifungu vya sheria pamoja na kifungu cha 461 cha sheria ya habari na mawasiliano ya Kenya ya mwaka wa 1998. Mamlaka haikuelezea adhabu zinazoweza kutolewa kwa watakao kiuka agizo hilo, lakini ilisisitiza kuwa amri hiyo izingatiwe kikamilifu. Mara ya kwanza ambapo serikali ya Kenya ilikatiza vyombo vya habari kupeperusha matangazo mubashara ilikuwa Januari 30 mwaka wa 2018, alipokuwa akijiapisha Raila Odinga kama rais wa tatu. Na rais wa Marekani Donald Trump amejibu ripoti kuhusu tathmini iliyovuja ya kijasusi juu ya shambulizi la Marekani dhidi ya Irani. Akichapisha ujumbe kwenye jukwaa la Truth Social, Trump alivisuta vyombo vya habari vya Marekani na taarifa zao. Utawala wa Trump umeendelea kupinga ripoti inayosema kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Irani hayakumaliza mpango wake wa nyuklia. Wakati huo huo, mjumbe maalumu wa Trump katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff ameita tathmini ya kijasusi iliyovuja kuhusu shambulizi la Marekani dhidi ya Irani kuwa ni uhaini. Naam, mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika habari za mataifa mbalimbali. Na katika mchezo wa playoff utakaopigwa siku ya kesho kati ya Fountain Gate dhidi ya Tanzania Prison saa 10 kamili jioni ndio ambao tutakwenda kuangazia. Huyu hapa Brown Mbwawa akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo ni kwamba mchezo wa playoff kati ya Fountain Gate dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo huu wa hatua ya kwanza utapigwa siku ya kesho Alhamisi Juni 26 na mwenyeji akiwa ni Fountain Gate, mchezo huo ukipigwa majira ya saa 10 kamili za jioni. Mchezo wa marejeano utakuwa ni Juni 30
ambapo Tanzania Prisons atakuwa nyumbani. Mchezo huo pia ukitaraji kupigwa majira saa 10 dhidi ya Fountain Gate wa kutafuta nani atakaye kwenda kucheza mchezo wa playoff wa hatua nyingine dhidi ya timu kutoka Championship Stand United ambao wao wanamsubiri kati ya Fountain Gate ama Tanzania Prisons ambaye atacheza naye ili kutafuta nafasi kwa upande wa Stand United ya kucheza ligi kuu msimu ujao. Na katika habari za kimataifa ni kwamba michuano ya kombe la dunia ngazi ya klabu inapigwa leo majira saa 4 kamili za usiku, ambapo Dortmund leo atakuwa uwanjani kucheza dhidi ya Ulsan HD, lakini pia Mamelodi atacheza dhidi ya Fluminense. Na kabla ya kuhitimisha Dream habari, ni kukumbusha tena machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo kwa siku hii ya leo. Waziri wa viwanda na biashara Selemani Jafo amesema serikali imeweka mikakati thabiti ya kufufua viwanda vilivyokufa na kuviendeleza ili kukuza uchumi wa taifa kupitia ajira, mapato ya kodi na kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Serikali ya Kenya imeamuru vituo vyote vya televisheni na redio kusitisha mara moja matangazo ya moja kwa moja ya maandamano hayo, ripoti zinasema. Na katika michezo ni mchezo wa playoff utakaopigwa kesho kati ya Fountain Gate dhidi ya Tanzania Prison saa 10 kamili jioni. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ, lakini pia tufuatilie kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwaheri.